Topic yetu ya leo, Resurrection Sunday. Wakorintho wa kwanza mstari wa 15 kuanzia 1 hadi 11. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyowahubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyowahubiri, isipokuwa mliamini bure. 3, kwa maana naliwatolea nyinyi hapo mwanzo yale niliyowapokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na kama yanenavyo maandiko. 4, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. 5, na ya kuwa alimtokea Kefa, tena na wale thenashara. Baadaye aliwatokea ndugu zaidi ya 500 pamoja. Katika hao wengi wanaishi hata sasa, ila baadhi yao wamelala. Baadaye akamtokea Yakobo, tena na mitume wote, na mwisho alinitokea mimi, kama ni mtu aliyezaliwa si wakati wake. Maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mitume, kwa sababu naliudhi kanisa la Mungu. 10, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote. Wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Basi kama ni wale, ndivyo tuhubirivyo, na ndivyo mlivyoamini. Haleluya. Soma tena 3 na 4. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu, kama yanenavyo maandiko. Kristo alikufa, Paulo anasema, kama yanenavyo maandiko, na kwamba alizikwa kama yanenavyo maandiko, na akafufuka siku ya tatu. Alipofufuka siku ya tatu, alionekana kwanza na Kefa katika njia kwenda Emmaus, akaonekana na mitume, baadaye akaonekana na hata watu wengine zaidi ya 500 ambao wakati huo walikuwa wanaishi wengine, na wengine tayari washalala. Tukiongelea kuhusu habari za Easter inaanzianga Ijumaa. Ijumaa kuu ndio siku sherehe hii ama mwadhimisho huu unaanza. Nini kilichotokea siku ya Ijumaa? Siku ya Ijumaa, Yesu Kristo baada ya kuteswa pale Calvary, Yesu Kristo alitundikwa msalabani. Akiwa ametundikwa msalabani, akiwa yeye yuko katikati, ametundikwa na waizi wengine wawili, mmoja upande wa kushoto na mmoja upande wa kulia. Alipokuwa pale msalabani, Yesu Kristo tuliona Ijumaa kwamba mambo fulani yalitendeka pale akiwa msalabani. Alipokuwa pale msalabani, mwizi mmoja akaanza kuongea kumdhihaki, na mwingine akasema, akamwambia mwenzake, hujui kwamba huyu ni mwana wa Mungu? Mwisho wake yule mwingine akasema, Kristo unikumbuke. Na Yesu Kristo akasema, kwa hakika siku ya leo nitakuwa na wewe paradiso. Kwa hivyo tunaona kwamba tukisoma katika Mathayo 27 mstari kuanzia 38 to 54, hatutasoma, utasoma mwenyewe nyumbani. Utaona kwamba Yesu Kristo akiwa pale msalabani alitufundisha msamaha. Yesu Kristo aliwaambia wale waliokuwa chini, wale ambao waliomtesa, wakampeleka msalabani, wakamuudhi, wakamtemea mate, akasema kwamba Baba Mungu, wasamehe hawa, maana hawajui ni jambo gani wanalofanya. Hawajui wanalofanya. Wakati Yesu Kristo ameteswa na sasa yuko msalabani, lakini anainuka anasema, Baba wasamehe hawa, maana hawajui ni jambo gani wanalofanya. Hilo ni jambo la kwanza linatufundisha
anatufundisha katika Easter hii kwamba msamaha, kwa sababu sisi tumesamehewa kwa neema tu, tumesamehewa. Hatukuwa na chochote special cha sisi kupata msamaha. Hatukufanya chochote cha zaidi mpaka sisi tukapata msamaha, lakini ni kwa neema. Yesu Kristo alikuja. Tuliona kwamba siku ya Ijumaa ilikuwa ni kwa nini lazima tusamehewe. Tukaona kwamba Adam na Eve walidanganywa na shetani, na ikawa sasa wanamwinamia shetani, na Mungu akashuka pale Eden, na alipokuwa anatembea Adam na Hawa wakakimbia kujificha. Mungu akashuka katika shamba lile akitembea, akauliza Adam, uko wapi? Akasema, niko huku. Kwa nini uko hapa? Nimesikia ukija na nimekimbia kujificha, maana yake niko uchi. Mungu akamuuliza, ni nani aliyekuambia kwamba uko uchi? Hapo tunaona kwamba Adam na Eve tayari walimwinamia shetani, na sasa ikawa wameanza kufa. Roho yao iliyokuwa imeunganika na Mungu Baba, na ikawa wana communicate, wakawa na ushirika na Mungu Baba kila siku. Ule ushirika kukaanza kuwa na separation kwa sababu ya ile dhambi waliofanya pale katika lile shamba. Wakaambia, kuleni kila kitu, lakini ile tunda la katikati msikule, kwa sababu ya dhambi ya kutotii. Kwa sababu ya dhambi ya kutotii, walimwacha kumtii Mungu wao na wakatii shetani. Kwa sababu ya dhambi ya kutotii, hiyo ndio iliyosababisha wao waanguke. Kwa sababu tunaambiwa kwamba tutii. Watoto, watii wazazi wenu. Neno la kutii linaanza tangu ukiwa mdogo, na hii inaenda ikitembea katika kila mahali. Haleluya. Tukaona kwamba kwa sababu hiyo basi tulianguka katika dhambi, na Yesu Kristo alikuja kwa sababu sisi tukapate msamaha. Alikuja ili tukapate tena kuwa reconciled, tukapate tena kurejeshwa na Mungu Baba. Jambo la pili ambalo tuliona hapo, nitatembea kwa haraka kidogo. Jambo la pili ambapo tuliona jambo la upendo pale msalabani. Upendo, wakati Yesu Kristo yule mwizi hakutaka kujua past yake, lakini yeye alitengeneza na Yesu wakati ule. Past yake ilikuwa ni mbaya, yeye alikuwa ni mwizi, alikuwa ni muuaji, na yeye ilikuwa ni haki yake awekwe pale msalabani. Ilikuwa ni haki yake yeye ahukumiwe kifungo cha kifo, na kifo kwa kunyongwa pale msalabani, kwa sababu yeye, mtu yoyote wakati huo, alikuwa ni kama laana, na kifo chake ni hukumu ya kifungo cha kifo, na kifo chake kilikuwa msalabani. Na yule mwizi alipokuwa pale msalabani akiwa upande mmoja wa Yesu Kristo, yeye akatambua, akamwambia Yesu, ninajua wewe ni mwana wa Mungu, usiniache wakati unapoingia katika nyumba yako. Na Yesu Kristo akasema, siku ya leo wewe umesamehewa, nimekupokea, nimekukumbatia mwanangu, utakuwa pamoja na mimi katika paradiso. Praise God. Kwa hiyo jambo la pili tunaona ni msamaha, ni upendo. Haleluya. Na jambo la tatu ambalo ni muhimu sana, Yesu Kristo alichukua dhambi zetu pale msalabani. Marko 15 kuanzia mstari wa 33 na 34. At the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, God, my God, why have you forsaken me? Marko 15 mstari wa 33. Na ilipokuwa saa 6, palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, maana yake, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? 35. Na baadhi yao waliosimama pale walisema, tazama, anamuita Elia. Haleluya. Kulikuwa na giza
lilikuwa limetanda, kwa sababu Biblia inasema kwamba wakati huo kulikuwa na mtetemeko wa ardhi, giza likashuka, kukawa na mtetemeko hata makaburi. Watu waliokuwa wamekufa zamani, Biblia inasema kwamba makaburi yalifunguka na wafu wakafunguka na wakatembea Yerusalemu. Na Yesu akapaza sauti yake, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Nataka niwaelezee maana ya hiyo, kwa sababu Yesu, neno la Mungu linasema katika Yohana kwamba Yesu na Baba ni kitu kimoja. In the book of katika kitabu cha Yohana 1 inasema kwamba hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa nani? Ni Mungu. Na neno lilikuwa na nani? Na Mungu. Mstari wa 14 inasema kwamba naye neno akafanyika nini? Mwili. Na mwili ulikuwa pamoja na sisi. Yesu Kristo ndio aliyekuwa tangu mwanzo. Yesu Kristo na Baba ni kitu kimoja. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu walidumu pamoja kwa ushirika. Yeye walitembea pamoja. Ndio maana Yesu akasema katika Yohana 14 kwamba mimi na Baba ni kitu kimoja. Ninafanya yale ninayosikia kutoka kwa Baba. Kwa hivyo Yesu na Baba ni kitu kimoja. Lakini tunaona hapa analia, anasema Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Biblia inasema kwamba yeye na Baba ni kitu kimoja. Kwa nini hapa anasema mbona umeniacha? Inamaanisha hivi kwamba wakati Adam alipoanguka alikuwa separated, alijitenga na Baba. Kwa sababu ya dhambi tulijitenga na Baba. Hallelujah. Praise God. Fungue Isaya 59 ukiona. Tulitengana na Baba. Na kwa sababu tulitengana na Baba, kwa sababu ya dhambi zetu, ndio zilizotutenga na Yesu Kristo. Na Yesu Kristo alikuja kutuunganisha tena. Na ili atuunganishe tena, ilikuwa ni lazima akuwe separated na Baba. Ili kwa sababu Yesu Kristo, inaitwa divine exchange. Kwa sababu Yesu Kristo alichukua kila kitu kile kilichokuwa kibaya kwetu, akakichukua yeye, na kile chochote kizuri akaturegeshea. Inamaanisha nini? Kwamba wakati Adam alipoanguka, Mungu alishuka akasema, wewe Adam, kwa jasho lako utakula maisha yako yote. Wewe mwanamke, kwa uchungu utazaa. Wewe mwanamke, kizazi chako kitakanyaga nyoka kichwa. Na wewe nyoka utatembea kwa kifua. Na wewe nyoka, kizazi chako kitauma kisigino cha mwanamke. Praise God. Yesu Kristo akazaliwa kama mtu na mwanamke. Ilikuwa ni lazima aje kama mtu ndio akaweze kutimiliza yale yote aliyokuja kufanya, ili akapata kuturejesha tena kwa Baba. Kwa sababu Biblia inasema katika Isaya 59:1-2, tazama, mkono wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito wala lisiweze kusikia, lakini ni maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone, hata hataki kusikia. Mkono wa Bwana si mfupi ukakosa kuokoa, shikio lake si nzito likakosa kusikia. Praise God. Lakini dhambi zetu ndio zimetutenganisha naye. Kwa hivyo sisi tulitengana na Baba kwa sababu ya dhambi. Na kwa sababu tulitengana na Baba kwa sababu ya dhambi, Yesu Kristo pale msalabani ilikuwa ni lazima atengane na Baba yake kwa ajili yetu. Ndio maana akalia, Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Kwa sababu yeye na Baba ni kitu kimoja. Lakini wakati ilikuwa ni lazima atuvae sisi vile tulivyokuwa tumeachwa kwa sababu ya dhambi zetu. Na Mungu ili Yesu Kristo kutureconcile na Baba, lazima Baba ilikuwa amwache. Praise God. Ilikuwa amwache pale msalabani, akapata kuchukua nafasi yetu, ili sisi tukapate kuunganika na Baba tena. Naelewa? Lakini kwa sababu
imetutenga na Baba, kwa sababu dhambi zetu, wakati Adamu alipomwinamia shetani, mkono wa Mungu katika baraka zetu ulitoka, kwa sababu sisi, the prince of the air was the devil. He was controlling the world. Lakini sasa baada pale msalabani, Yesu Kristo akachukua laana, akachukua dhambi zetu, na alipokufa sasa, kwa sababu shetani ndio alikuwa na mamlaka katika dunia hii, ndio maana alipokufa akaenda kuzimu moja kwa moja. Ijumaa akaenda kuzimu, akampokonya shetani, yote katika Wakolosai, akampokonya shetani mamlaka. Biblia inasema akamvua nguo zote, akampokonya mamlaka yote, akampokonya na ufunguo. Akachukua ufunguo, akafufuka nayo siku ya Bwana, siku ya leo, siku ya Jumapili, akiwa na ufunguo, akiwa na nguvu mpya na ushindi mpya. Kwa hivyo pale msalabani ilikuwa lazima atengane na Baba ili sisi tukapate kuunganika na Baba, kwa sababu dhambi zetu ndio zilikuwa zinatutenga naye. Are we together? Halafu jambo la mwisho akasema yote yamekwisha. Yohana 19:28-30. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel of full sour wine was sitting there, and there filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, it is finished. Now bowing his head, he gave up his spirit. Yohana 19:28-30. Baada ya hayo, Yesu hali akijua kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe, akasema, naona kiu. Kulikuwako huko chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo, wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki, alisema, imekwisha. Akainama kichwa, akaisalimu roho yake. Nini ilikuwa imekwisha? Ni mambo gani Yesu Kristo aliyesema yamekwisha? Ni jambo gani Kristo ametimiliza? Kazi yake gani amemaliza? Ni jambo gani ametimiza? Isaya inasemaje? 61 inasema hivi, Roho ya Bwana ii juu yangu. Yesu Kristo wakati alienda kubatizwa, wakati amebatizwa na Yohana Mbatizaji, alipoamka pale, praise God, mbingu zikafufuka, Roho wa Mungu akashuka, akawa juu yake, akajazwa na nguvu bila kipimo. Haleluya. Akatoka pale akaenda hekaluni kama desturi yake, akapatiwa kitabu Biblia, akafungua samoni yake ya mwanzo. Wale Wayahudi wakifikiri kwamba ni kawaida yake, maana yake ni msomaji Biblia. Kumbe sasa ametoka pale na nguvu mpya, kazi yake imeanza, ile ambayo aliyetumwa kuja kufanya. Alipofungua kitabu cha Isaya, akasema, Roho ya Bwana ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. Praise God. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika mioyo, kuhubiria kwanza, kuhubiria wanyenyekevu habari njema. Jambo la pili, amenituma ili kuwaganga waliovunjika mioyo. Jambo la tatu, kuwatangazia mateka uhuru wao. Jambo la tatu, haleluya, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Praise God. Hiyo ndio kazi ya Yesu Kristo aliyokuja, kwa sababu tulikuwa katika vifungo vya shetani. Roho za giza zilikuwa zimetufunga, uchawi ulikuwa umetufunga, mapepo yalikuwa yanatusumbua, tulikuwa tunakontroliwa na remote ya giza. Wachawi
Shetani ndio alikuwa na tamalaki. Lakini Yesu Kristo alipokuwa pale msalabani akasema yote yamekwisha, niliyokuja kufanya. Yote yamekwisha. Waliofungwa watafunguliwa. Yote yamekwisha, watapata habari njema. Haleluya. Yote yamekwisha. Waliofungwa na vifungo vya giza sasa watakuwa huru. Praise God. Haleluya. Yote yamekwisha. Waliokuwa wameteswa, majina yao yamewekwa kwa mizimu, sasa nimechukua funguo, ninawapatia mikononi, na sasa watajiweka huru katika jina la Yesu. Praise God. Pale msalabani yote yalikwisha. Akasema nimemaliza kazi yangu, ninashuka sasa nikachukue funguo, nikawaletee funguo mikononi mwenu. Chochote mtakachofunga kitafungwa mbinguni, chochote mtakachofungua kitafunguliwa mbinguni. Na kuanzia sasa tuko na mamlaka. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu, akasema yote yamekwisha. Haleluya. Yesu Kristo katika Isaya mstari wa 53 inasema hakika ameyachukua masikitiko yenu. Yesu Kristo amechukua masikitiko yetu. Ni masikitiko gani? Wakati umefikishwa ukutani, wakati umeshikwa uko gerezani, wewe huna mamlaka. Nataka mnisikize kwa makini. Wakati umeshikwa, umefungwa uko gerezani, wewe huna mamlaka. Na pale Shemalatia wanasema si dunia, duniani ni hapa. Maanake pale uko chini ya vifungo, uko chini ya limitation. Wewe huna cha kusema. Pumzi ya Mungu ndio haki yako, na nguo zako ndio haki yako. Praise God. Amen. Na mwili wako ndio haki yako. Akili kwa sababu iko ndani ndio haki yako. Movement si haki yako. Chakula unakula kile unachopatiwa kwa masaa wanaotaka wao. Taa unaashiwa saa 11, umelala saa 11, umelala, umefungua mlango, taa imewashwa saa 11, umelala, utaamshwa saa 12 asubuhi. Wewe hujiamulii eti utalala saa 3, nalala saa 6. Hapana, utalala saa 11, upende usipende. Umeelewa? Hakika ameyachukua masikitiko. Hapo unasikitika, unasema Mungu wangu, kumbe kule duniani nilikuwa na uhuru, kumbe kule duniani nilikuwa nikifanya vile ninavyotaka, sasa hapa kumbe siko na mamlaka. Wakati umefungwa katika vifungo vya giza, you are at the mercy of them. Amejitwika huzuni zetu. Yesu Kristo amejitwika huzuni zetu. Unakuwa na huzuni wakati umefikishwa ukutani. Yesu Kristo amejitwika huzuni. Haleluya. Amejeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kuwa kupigwa kwake sisi tulipata uponyaji. Amen. Hayo yote yaliisha pale msalabani. Yote yaliisha pale msalabani. Hayo yote yalikwisha pale msalabani. Mateso na laana hizo ziliisha pale msalabani. Tunaita divine exchange. Amen. Yesu Kristo alichukua huzuni yetu akatupatia furaha. Amen. Unless unajua sheria za Biblia, unless unajua neno la Mungu, utakuwa na huzuni, kwa sababu Yesu Kristo yuko enzini. Amen. Yuko kwa mamlaka. Amen. Nilipojua sheria hizo, wakati walijaribu kunizuia, kumbe ndo waliasha moto. Amen. Amen.
waliokuwa wamefungwa maisha, kumbe ndo watatoka. Walioambiwa watakufia kule, kumbe ndo watatoka. Alifikiri kwamba amenifungia, lakini kumbe ndo amenifungua. Nilikuwa sijui huduma hiyo, sasa nimeijua. Praise God. Nilikuwa sijielewi vizuri, sasa ndo nikaanza kujielewa, kumbe Kristo yuko ndani yangu. Praise God. Na sasa niko na ujasiri nikisema kwamba Kristo kweli yuko ndani yangu. Kweli amenituma nikafanye kazi yake, nikamrepresent katika huduma hii. Amenituma. Na amenituma in season and out of season. Wacha niwaambie watu wangu, hakuna chochote kitakachonizuia kulihubiri neno la Mungu. Hakuna chochote kitakachonizuia kunena baraka za Mungu juu yenu. Hakuna chochote kitakachonizuia. Ninasema hakuna chochote. Ninaye Yesu ambaye yuko hai, ambaye alisema mimi ninaenda, yale niliyofanya wewe utafanya na zaidi. Ninaye Yesu ambaye alisema mimi ninaenda kwa Baba, ninaachilia nguvu mpya juu yako, dispensation of the Holy Spirit who will be inside you. Yani nguvu ambayo iko ndani yako. Kristo anasema nitawaachilia nguvu mpya ndani yako. Hii nguvu haionekani kwa watu walio nje, walio katika mataifa, wataona kama ni upumbavu. Lakini tunaomjua Kristo tunajua kwamba hii ni nguvu ya Mungu, na nguvu hii wale mataifa hawaioni, lakini ile siku watajaribu kucheza, ndio watajua kweli nguvu iko imefichika, kwa sababu Yesu Kristo ataitoa hiyo nguvu na itaangamiza. Kama ni power gift, kama ni mapepo, yatakimbia yakilia, yakienda. Praise God. Hallelujah. Yule mganga akasema, nyinyi mnafanya haya yote, hata mimi nawapatia fedha hizi, mnipatie hizo nguvu. Akamwambia, mchawi mpumbavu, huna nafasi mbele za Baba. Kipawa hiki hakinunuliwi. Amen. Kwa bubu mara moja, bubu. Hawezi kuongea tena. Akarudi kwa magoti, niombee Mungu nikapata kuongea. Haya, funguliwa kinywa. Amen. Hiyo ni test. Praise God. Hizo ndio nguvu ambazo tuko nazo. Kama wewe ni Mkristo, wewe una nguvu. Kama umeokoka, umejazwa na Roho, una nguvu. Ni ujue uweza wako. Atakuchezea kwa sababu hujaamua. Lakini ukiamua kwenda kwa magoti, atajua kweli wewe sio vile anavyokuona chini. Praise God. Alichukua kila kitu akasema yote. Alichukua magonjwa akatupatia uzima. Alichukua sinfulness, yani ile dhambi tuliyokuwa nayo, alichukua akatupatia kibali mbele za Baba. Amen. Alichukua laana zote alipokuwa pale msalabani. Anasema katika Wagalatia 13 kwamba ni Wagalatia 1:13-14, aliyotundikwa pale msalabani amefanyika nini? Laana. Na Yesu Kristo alichukua nini? Laana zetu alichukua. Haleluya. Last Sunday niliuliza hapa, nikiwapanga kwa shaka kwa agano, karibu nusu ya kanisa wakainua mkono. Na nasema hivi leo sasa, sote tumezaliwa katika vizazi vya nyoka. Nikisema kizazi cha nyoka na maanisha nini? Mababu zetu walikuwa hawamjui Mungu. Hata baba zetu wengine, wazazi wetu wengine walikuwa hawamjui Mungu. Walikuwa wanamuinamia shetani. Sisi tumezaliwa katika kizazi hiko. Na kwa sababu tumezaliwa katika kizazi hicho, laana zote zao zinatembea. Kwa pamoja? Laana zote zao zinatembea kama moshi. Nilitembea nikaenda Migori huko. Nikapata kule Migori. Tena tulipeleka mtu wa maana sana, director wa kampuni fulani.
Kwa Migori mtu maana sana. Hapa Mombasa anatembea na V8. Nafikiri hamuelewi nikisema V8, nafikiri hamuelewi. Ile ya mitumba, ile V8 ya mtumba, ile ya mtumba. Ile ya mtumba kabisa milioni 8. Ile ya mtumba. Na ile mpya inaendana mpaka milioni 21. Mtu anatoa 1, 2, milioni 1. Sio eti laki moja kama ile shilingi 1000, milioni 1, 2 mpaka 8 ama 10 ama 21. Huyo mtu tulipompeleka tulipofika Kisumu tukasikwambia tugoje kidogo tuingie kule jioni kwa sababu bado kumbe nyumba yake haijakamilika. Nyumba yake haijakamilika. Nyumba yake haijakamilika. Nyumba gani? Kumbe amejengewa miti. Hapo ndo anaenda kuzika. Yaani ndo aingizwe pale kwa nyumba yake ndo kesho asubuhi azikwe. Kwa sababu hana nyumba. Praise God. Na wakati tukirudi tukapata ripoti, unaona ile mawe iliyomwaga pale kambi, ile mawe nyingine ndio alikuwa anataka kujenga na ghafla amekufa. Hiyo nini? Kwa sababu ile laana ya kwao inasema hata jenga nyumba ya mawe. Ni nyumba kule ni za miti na kukandikwa nyumba ya square na mabati hivi basi. Hakutajengwa nyumba ya mawe katika mji huu. Ameanza kujenga nyumba ya mawe, amekufa. Na gari ya milioni 8 ikiwa gari ya mitumba. Hana nyumba. Hapa anaishi Nyali, analipa 100,000. Lakini hana nyumba. Watoto wake na mke wake watabaki sasa katika nyumba za vichochoro. Praise God. Kwa sababu laana inasema kwamba huyo mtu hastahili kufanikiwa. Asijenge nyumba ya mawe, atakufa. Kwa sababu hiyo laana inatembea hata kwa maisha yetu. Tulipozaliwa tukafungwa mailizi, tukanyosha takataka, mavi ya mbuzi na damu na maji, tukanyosha takataka na tukaosha na takataka na tukafungwa vitu viunoni, eti mitego, eti nini, tukanenewa maneno. Siku ya leo unasema laana hiyo imechukuliwa. Laana hiyo haitakuwa nasi tena. Yesu Kristo alichukua laana hiyo msalabani. Na sisi tuko huru. Sisi tuko huru. Alichukua laana hiyo msalabani. Tumeunganishwa na kitovu cha Yesu Kristo. Kitovu cha Ren, cha mbari ya Benmwamlunga. Kitovu cha mbari ya Benmwamchochole. Kitovu cha mbari ya Benmwaingo. Kitovu hicho ambacho kinasema kwamba haleluya, hutatembea na miguu minne, utatembea na gari, utatembea na miguu miwili. Kile kitu kubwa sana unazofanya katika maisha yako ni kununua pikipiki. Hiyo ndio kitu kubwa zaidi, basikeli ama pikipiki, miguu miwili. Wakati umefika hicho unaenda kununua gari, unatafuta kifo. Tumekataa laana hizo. Katika jina la Yesu tumekataa laana hizo. Katika jina la Yesu tumekataa laana hizo. Laana hizo zilichukuliwa msalabani na sisi tuko huru. Yesu Kristo alisema yote yamekwisha. Na sasa yuko hai. Amen. Haleluya. Siku ya Jumapili Biblia inasema kwamba he is risen. He is risen this Sunday. Amefufuka Jumapili hii. Asubuhi Mariamu Magdalena na Mariamu mama yake James na wale wanawake wengine wakaenda kaburini. Walipofika pale wakasikia mtetemeko mkubwa. Walipoangalia
wakaona malaika amevaa nguo nyeupe, wawili wamesimama. Wakauliza, mmekuja kufanya nini? Wakasema, tumekuja kupaka Yesu manukato kwa sababu alikufa Ijumaa. Akasema, mnayemtafuta hapa, nimesimama hapa kuwatangazia kwamba hayuko tena kaburini, lakini amefufuka. Kifo amekishinda, amefufuka. Na huyo ndio tunayemwabudu. Muhammad alikufa ama yuko? Buddha, mbona mnaogopa? Muhammad alikufa, mbona mnaogopa? Mnaogopa nini? Alikufa Muhammad. Yesu Kristo alikufa Ijumaa, Jumamosi, Jumapili akafufuka. Akaonekana na Kefa kwanza, akaonekana na mitume, akaonekana na wale wengine 500. Haleluya. Na akapokelewa mawinguni, akashuka, akaonekana na Paulo. Akamwambia Paulo, wewe unatesa kanisa langu. Wewe Paulo hunijui mimi nani? Nimekutokea wewe sasa. Ulikuwa ukinisikia nimekuja waziwazi. Paulo akapiga magoti akasema, unasemaje Bwana? Akasema, sasa nisikize na kupatia maagizo mapya. Kuanzia siku ya leo utateseka kwa ajili ya jina langu. Nimekupaka mafuta kama vile nilipopaka mafuta wale wengine 11. Nimekuongeza katika list, unakuwa wa 12. Sasa nendeni mkatangaze injili hii. Nendeni mkatangaze injili hii kila mahali. Ukisoma Biblia yako vizuri, unapata siku ya kwanza Yesu alifanya mambo haya yote. Siku ya kwanza, siku ya Jumapili alipofufuka asubuhi, alikuwa watu wamefunga milango, wanakaa hivi, mitume wamejificha, anatokezea hapo katikati. Nimekuja. Wanapiga magoti, wanaanza kumwabudu. Anamwambia, sasa nimekuja, tengenezeni samaki tukule na mikate. Anawagawanyia mikate, huu ndio mwili wangu na hii ndio damu yangu, kuleni kwa ajili ya ukumbusho wangu. Na anawapulizia, anamwambia, sasa nawapulizia nguvu mpya kuanzia sasa. Sasa tembeni hadi mwisho wa dunia. Kuanzia sasa nendeni sasa, na yoyote atakayeamini atafanya nini? Yoyote atakayeamini ataokoka. Na yoyote atakayeamini atakula cha kufisha, hatakufa. Atakayeenda na nyoka haitamuuma. Tutawekelea wagonjwa mikono na watapona. Na Petero baada ya hivyo akaambiwa, nendeni pale Yerusalemu, nendeni pale mkangoje msaidizi. Nyumba niliwaidia kwamba nitaachilia. Walipokuwa pale juu katika chumba wakiomba, mara mtetemeko wa ardhi, wakasikia nguvu, Roho Mtakatifu wakasikia kama upepo. Hii ndio tunayofundisha hapa kwa Bible study. Haleluya. Wakasikia nguvu za ajabu, wote wakajazwa na Roho, wakaanza kuongea kwa ndimi. Nguvu mpya ikaja. Waliokuwa nje wakashangaa, nini kinaendelea kule ndani? Petero akapata ujasiri. Angalia Petero huyu mmoja. Wakati Yesu Kristo alipokufa, kabla hajafufuka Jumamosi, Petero aliomboleza akasema, lakini hata hivyo watoto wangu lazima wakule. Hata hivyo mke wangu anahitaji chakula. Bwana wetu ameenda. Wacha niende baharini nikaangalia kama nitashika chochote. Nikishi jamii hapa. Walianza kutembea kwa nini? Kwa akili zao. Wacha niende kaangalia chochote, kwa sababu sasa Bwana wetu hayuko, tutakula nini? Petero akashuka baharini, akaweka nyavu, akaanza kufanya kazi, akatoka bila kavu. Chaya anasema bila. Asubuhi, Jumapili asubuhi, Yesu Kristo amekuja. Mchana imekwaje? Tuko baharini. Yesu Kristo anajua wako baharini hao, wamerudi. Kwa sababu alipofufuka Yesu Kristo alisema, nendeni mkamwambia hata pita mkutano Galilea. Yesu Kristo akawatokezea pale. Mnafanya nini? Tunakuwa samaki. Weka nyavu sasa ndani. Usiku mzima hatukupata kitu. Tumefanya kazi bila Kristo. Hakuna uzima. Kumbe tulikuwa tunafaidika kwa sababu tulikuwa na wewe. Lakini usiku huu tumetoka bila. Yesu akamwambia, sasa hebu weka nyavu. Hapana, saizi ni mchana. Samaki hazivuliwi mchana. Ni usiku peke yake. Na jana usiku tumejaribu hatukupata. Akamwambia, weka nyavu.
Biblia inasema 152 fish, big fish. Petro alishika katika nyavu 152 big fish, mpaka nyavu haijaweza tena, boti ikawa haiwezi tena kubeba. Ikawa majirani zile boti zile zije wasaidiane. Walipoenda wakapata samaki tai inachoma. Sasa ndio wakatambua, ndio Petro akatambua kumbe Yesu Kristo amefufuka kweli. Na huyo Petro, wakati walipokuwa pale Pentekoste, walipojazwa na Roho, jambo jipya linaweza kutendeka katika maisha. Alitoka na ujasiri. Wakati walipokuwa nje wakiuliza, ni nini hii wamekuwa wendo wazimu asubuhi hii? Wanaongea na lugha, wanaongea kama wamelewa. Petro ndo alitoka akasema, nyamazeni, nisikizeni mimi. Manake niko na Yesu Kristo. Siko vile tena mnavyofikiria. Haya mambo mnayoyaona ndio hayo yaliyonenwa na nabii Yoeli, na sasa yanatokezea. Yesu Kristo akawa na ujasiri. Hata wakati alipokuwa anaingia hekaluni, akapata yule mtu alikuwa amelala pale siku zote ile kiwete, akanyosha mikono kama kawaida yake, anamwonyesha shilingi kutoka kwa Petro. Petro akamwambia, sio mimi tena, nina nguvu mpya, na hiyo nguvu niko nayo ndio nitakupa. Akamchukua akamwambia, simama, hii ndio nguvu mpya ambayo nimejazwa na Yesu Kristo. Nguvu ya ukombozi, nguvu ya kuinua, nguvu ya kufufua. Sina tena nguvu ambayo unayofikiria, lakini mimi nimebadilika, nimekuwa mpya. Hivyo ndio sisi tulivyo. Hivyo ndio Kristo walivyo. Tuko na nguvu mpya. Kristo amefufuka. Kristo amefufuka. Haleluya. Ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Amepatiwa mamlaka yote. Neno la Mungu amepatiwa mamlaka mbinguni na duniani. He is our high priest. He is, yeye ndio kuhani mkuu. Kivipi? Nataka niwaeleze hapa. Katika kitabu cha Walawi in the Old Testament, kwanza in the book of Exodus, kitabu cha Kutoka niliwafundisha. Tukaona kwamba wakati Musa alipoambiwa nijenge hema, hekalu, alipatiwa vipimo vya kujenga hema kama vile kanisa. Kama vile kanisa taligawanya mara tatu. Sehemu ya watu kukaa, sehemu nyingine inaitwa holy place, makuhani kukaa, alafu sehemu nyingine inaitwa holy of holies, sehemu ya ndani. Akaambia utengeneze sanduku la agano la dhahabu, weka fimbo ya Aroni ndani, weka maana ndani, weka amri 10 ndani. Fimbo ya Aroni ilikuwa inamaanisha nini? Fimbo ya Aroni, in the book of Numbers, tunaona kwamba Mungu alimwambia Musa, waambie viongozi wote wa makabila yote 12, kwa sababu nafikiri kila mmoja alikuwa na fimbo yake. Kila kiongozi alete fimbo. Musa ziweke pamoja hizo fimbo. Halafu usiku ile fimbo ya hilo kiongozi itakayokuwa imeota, huyo ndio nimemchagua mimi kuwa kuhani mkuu. Aroni akaleta yake, wengine wote wakaleta fimbo zao 12. Musa akaziweka pamoja, akafunga mlango, wakaenda wakalala. Kesho asubuhi akamwambia viongozi, kujeni. Haya, Kigogo chukua fimbo yako, Chai chukua fimbo yako, Livingstone chukua fimbo yako, Nani chukua fimbo yako, kila mtu chukua fimbo yake. Wote wakachukua fimbo. Aroni naye akachukua yake. Ya Aroni hawa imejaminate. Praise God. Amen. Huyu ndo atakuwa kuhani mkuu. Namchagua mimi. Hiyo fimbo inaashiria kwamba, haleluya, amen, kutakuja Kristo atakaye kufa pale msalabani na atakaye fufuka. Praise God. Amen. Huyo mwenye fimbo hiyo ambayo itakuwa imejaminate ndio kuhani mkuu. Yeye ndo ana mamlaka peke yake ya kuingia into holy of holies kwa ajili ya dhambi zetu. Haleluya. Hiyo fimbo ndio iliyoko katika agano na amri 10 za Mungu na maana ikawekwa into holy of holies. Na juu ya hiyo agano la Mungu kulikuwa na kimetengenezwa masarafi wa dhahabu wenye mabao kama vile
ndege wanaangaliana. Hapo Mungu alisema nitakaa hapo. Musa tena akaambiwa kumwambia Aroni atengeneze taa, kinara cha taa tatu pande ambayo itakuwa inafiliwa na kinara cha taa yenye mishumaa 7 itakuwa inafili hiyo yenye 6 na isizime usiku na mchana, endelee kwao. Itakaa hapo. Alafu hapa mbele kwa makuhani itakuwa meza ya shoka ambayo itawekwa chakula maalum, chakula cha mbinguni, chakula cha uzima. Praise God. Na ile taa inamaanisha kwamba kila siku hiyo taa isizime. Katika maisha ya wokovu usizime taa yako. Ile siku unazima taa yako, giza linachukua nafasi. Haleluya. Usizime. Unajua nikisema kuja kwa lunch hour, Reverend anatusumbua. Kuja kwa lunch hour anatusumbua. Kuja kwa Wednesday prayer anatusumbua. Basi kuja Friday kwa uvivio anatusumbua. Napatikana kusali peke yake. Siku ya leo unaamsha taa yako, alafu katikati ya wiki inafifia pole pole. Ikifika Jumapili iko karibu kuzima, pengine 2 zimezima ama 3 imebaki moja. Tena tunaifufua tena. Inang'ara kabisa Sunday. Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi zimezima inabaki moja. Jumapili umeingia tena. Unaiwasha tena. Hivyo ndio iko. Taa ile iwake kila siku. Amen. Isizime. Haleluya. Sasa hilo ndio kuhani. Kuhani mkuu anaingia mara moja kwa mwaka kwa ajili ya dhambi zetu. Anafanya nini? Kondoo inaletwa 2. Kondoo moja yake ya utakaso wa dhambi na kondoo nyingine ya utakaso ya dhambi za wananchi. Moja inauoa kwanza yake ya kujitakasa na nyingine ile msituni kafe, na ya kondoo nyingine ya dhambi zenu inatakaswa, alafu inawekelewa mkono ikakufa na dhambi zenu. Alafu anaingia into holy of holies. Kuhani mkuu amefungwa mguu, imewekwa kengele. Gini si mnacheza ile kengele hizi mnazita nini? Njuga, imewekwa njuga. Ile mguu imewekwa njuga na umefungwa na nyororo ama na kamba. Anaingia ndani ile mguu ikiwa na njuga. Jege mpaka into holy of holies. Akiwa pale wakati anaweka ile ubani, anamuomba Mungu, anainua mikono. Kule nyuma mtu mmoja anavuta aone kama bado uko hai. Unafanya ile njuga hivi, anajua hajakufa. Maana nini? Kwamba sote si watakatifu. Pengine umejitakasa na Mungu hajapokea maombi yako. Unaanza kuingia pale kuhani mkuu na ukafa pale ndani. Maana pale ni mahali patakatifu. Sasa wakati uko pale mahali patakatifu kama kuhani mkuu umejitakasa na damu. Umetakasa wananchi na damu. Yote atakaye kuja na dhambi, amefanya dhambi yote, anakuja na mbuzi 2 ama kondoo 2. Moja inanenewa dhambi, inachinjwa damu na kwa madhabahu. Moja inawekewa dhambi, inaenda kufa msituni. Hivyo ndio ilikuwa ikiendelea. Sasa kuhani mkuu Yesu Kristo pale msalabani, kwa damu yake kumwagika, damu ilimwagika once and for all. Once and for all. Alipokuwa pale msalabani, aliposema Eloi, 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 Mungu wangu mbona umeniacha? Biblia inasema kwamba na pazia la hekalu likapasuka mara 2. Maana yake nini? Curtain kupasuka inamaanisha kwamba sasa tuko na access. Kupitia kwa Yesu Kristo tunaenda moja kwa moja kwa Mungu Baba. Haleluya. Amen. Catholic mpaka sasa Catholic wanafuata sehemu ya zamani kwamba ukiwa na dhambi unaenda pale kwa padri, ameketi pale ndani katika chumba cha kutubu, ameketi pale kwenye kiti, unaleta shingo yako pale kichwa, mimi nimetenda dhambi, nilizini jana, niliua, niliiba, nilifanya hivi, unasema dhambi zako zote, alafu anakuambia nenda uombe salamu Maria mara 100 na baba yetu mara 10.
Unaenda sasa unaketi pale kwa magoti kanisani ukiomba mpaka jioni. Praise God. Amen. Lakini Biblia inasema kwamba pale msalabani ile pazia ilipopasuka, tulipata access. Tunaenda kwa Baba, tunaleta hoja zetu mbele za Baba kupitia kwa jina la Yesu Kristo. Kupitia kwa Yesu Kristo tumesamehewa dhambi. Pale msalabani Yesu Kristo alitusamehe dhambi zetu zote. Dhambi zetu zote. Wakorintho wa pili 5:17 inasema kwamba ukiokoka umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamekwisha, tazama umekuwa kiumbe kipya. Umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamekwisha. Umekiri Kristo kuwa Mwokozi. Kristo, nimekupokea ndani yangu. Nisafishe Baba. Nimekataa dhambi zangu zote. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Futa kitabu changu katika kitabu cha mauti. Yesu Kristo, nimekupokea ndani ya maisha yangu. Niongoze, unatawala. Fanya kazi yako ndani yangu sasa. Umeenda, umebatizwa kwa maji mengi. Umekufa na kufuka pamoja na Kristo. Umejazwa na Roho, umekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamekwisha. Pale msalabani hatuendi tena kupitia kwa watu, tunaenda moja kwa moja kupitia kwa Yesu Kristo. In everything, chochote ambacho tunachoomba, we conclude katika jina la Yesu Kristo, tunasema amen. Ninaomba yote katika jina la Yesu Kristo. He is the high priest. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Wafilipo 2:9 hadi 11 kwa Kiswahili sanifu inatuambia nini? Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Therefore God has highly exalted him and given him the name which is above every name. Hakuna jina lingine kuu zaidi ya jina la Yesu Kristo. Katika majina yote, Mungu Baba, alafu Mungu Mwana. God the Father is the Almighty. He has all power according to 1 Corinthians chapter 12. He is the Almighty God. Praise God. Kila kiumbe kando na Mungu Baba kiko chini ya Yesu Kristo. Mungu peke yake ndio yuko juu ya Yesu Kristo. Mungu amemuinua juu ya kila kiumbe. Kwa hivyo he is the high priest. Tunapata access ya kwenda kwa Baba kupitia kwa Yesu Kristo. Kwa sababu yeye sasa ndio kuhani mkuu, ameketi pale katika mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hivyo tukiomba, tunaomba kupitia. Hivyo ndio maana tunasema kwamba Kristo yuko hai. Na yeye Kristo yuko hai, ndio maana tunakuwa na ushindi. Ndio maana Muislamu hawezi kukomboa. Muislamu hawezi kukemea mapepo. Waislamu wengi wanakuja hapa kanisani, tunawaombea, Mungu anatutumia na wanapona magonjwa. Wanakuja na hali tofauti, wanarudi wakiwa wamepona. Kwa nini? Kwa sababu tunatumia jina lililokuu ya majina yote, jina la Yesu Kristo, ambapo kila kiumbe kitainama na kila ulimi utakiri Kristo ni Bwana. Kila ulimi utakiri Kristo ni Bwana. Haleluya. Katika Easter hii nataka tujue kwamba kuna nguvu katika ufufuo. Kuna nguvu katika ufufuo. Ufufuo ndio uliotuokoa. Tulipata ukombozi katika ufufuo. Kuna nguvu. Na siku Yesu Kristo anasema siku zinakuja na sasa ndio hizi. Haleluya. Wakati hata wafu watasikia sauti ya Yesu Kristo. Hata wafu watasikia sauti ya Yesu Kristo. Hata wafu watafufuka. Katika jina la Yesu Kristo wafu wanafufuka. Katika jina la Yesu Kristo magonjwa yanapona. Katika jina la Yesu Kristo waliofungwa wanafunguliwa. Katika jina la Yesu Kristo vipofu wanaona. Katika jina la Yesu Kristo
Wale ambao waliovunjika moyo wanapatwa kujazwa moyo tena katika jina la Yesu Kristo. The hope, wale ambao waliopoteza tumaini wanajazwa tumaini. Ufufuo unatupatia hope mpya katika maisha yetu. Ufufuo wa Yesu Kristo unatupatia hope mpya katika maisha yetu. Katika ufufuo, wale ambao tunaosukumwa na mapepo, wale ambao tunaoonewa na nguvu za giza, wale ambao tunaoonewa na maadui zetu, wale ambao tunaoonewa na wachawi, kwa sababu ya Yesu Kristo, leo ametupatia mamlaka na nguvu ya kuharibu nguvu zao zote. Tuko na tumaini mpya katika Kristo. Tuko na tumaini mpya katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Nasema tuko na tumaini mpya katika jina la Yesu Kristo. Tunaweza kuteka nyara kila elimu inayojinua kinyume na maisha yetu.